Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, uko nami Adam Hussein. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwamba Umoja wa Ulaya EU umepoteza uhuru wake katika masuala ya uchumi pamoja na umuhimu wake ulimwenguni. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Bwana Lavrov alisema katika mahojiano na wanablog wa Marekani Mario Naufal na Riley Johnson na Andrew Napolitano. Anasema Umoja wa Ulaya EU umepoteza uhuru wake na maana yake ya kiuchumi, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi alisisitiza. Kulingana na waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi, mwakilishi wa serikali ya Ujerumani aliwahi kusema kuwa hawatarejesha usambazaji wa gesi kupitia bomba la Nord Stream 2 kwa sababu walilazimika kuondoa utegemezi wa gesi ya Urusi. Lakini huu ndio ulikuwa msingi wa uchumi wa Ujerumani kwa ustawi wa uchumi wa Ujerumani. Wanalipa sasa mara 4 hadi 5 zaidi ya viwanda vinavyolipa gesi nchini Marekani, anasema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Sergei Lavrov. Anasema yote haya ni kutokana na mashinikizo waliopewa na Marekani, lakini lao wangekuwa wanajiamini Umoja wa Ulaya wasingeharibu na wala kuondoa uhusiano wao na Urusi, lakini wakati huu wameamua kuchimba kisima na kuingia wenyewe. Biashara inahamia Marekani sasa. Uondoaji wa viwanda wa Ulaya unaendelea. Biashara inahamia Marekani sasa na viwanda vinaendelea kupotea katika nchi za Ulaya, aliongeza waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi. Anasema yote hayo yamesababishwa na watu wenyewe wa EU baada ya kuiona Urusi ni tishio kwao na hatimaye kuamua kuweka vikwazo pamoja na kutonunua gesi ya Urusi. Hatimaye wakadumbukia katika shimo baya na kwamba hali ya uchumi imekuwa mbaya kwao. Wako tayari kujitolea haya yote kwa ajili tu ya kufikia lengo la kiitikadi la kuishinda Urusi. Walikuwa wakisema katika uwanja wa vita Urusi lazima ishindwe kimkakati. Sasa wanasema hatutakubali kukabidhiwa Ukraine. Mabadiliko karibu digrii 360, anasema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Sergei Lavrov. Hata hivyo, Lavrov ameelezea juu ya changamoto zinazotokea katika uhusiano wao na Uchina, akisema kwamba moja kati ya changamoto ambazo zinawakumba ni pamoja na kuwekewa vikwazo kwa Urusi, ambapo baadhi ya maeneo wanashindwa kwenda na sawa kutokana na vikwazo hivyo. Kumekuwepo wakati mwingine na mivutano kati ya wafanyabiashara wa Urusi na Uchina kutokana na vikwazo vya watu wa Magharibi, lakini hakuna namna, lazima wakae pamoja katika kujadili miradi ya kimaendeleo na kuwekana sawa katika kila wakati. Ugumu katika uhusiano wa Urusi na China uliibuka kutokana na vikwazo vya watu wa Magharibi ambavyo vimesababisha kuahirishwa kwa miradi kadhaa ya miundombinu ambayo iliahidiwa na mataifa yote mawili. Na hata hivyo, Urusi na China hazina haraka. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Lavrov alisema, ni kweli tuna matatizo katika mahusiano yetu, hasa kwa sababu ya vikwazo, kwa sababu makampuni yanataka kuepuka kuadhibiwa. Baadhi ya miradi imechelewa, hasa ile ya Siberia, lakini hatuna haraka na Wachina. Bila shaka hawana haraka pia, daima wanaona juu ya upeo wa macho. Hii ni tabia ya kitaifa na tunaheshimiana sisi na Wachina, na ndio maana mambo mengi yameenda licha ya kwamba kumekuwa na vikwazo, alimalizia waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Sergei Lavrov. Mtazamaji wa The World News, basi endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.